Sababu nyingine, azawaj, kuoa pia ni miongoni mwa sababu kubwa za mtu mwanaume kujinasua kwenye fitna hizi za wanawake. Kwa ushahidi wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal hadithu inda al-Imam al-Bukhari wa Muslim, hadithu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الحديث. ثم صلى الله عليه وآله وسلم amezungumza kwa uwazi kabisa kwa kuwaita vijana, ya ma'shara shabab, enye kundi la vijana. Wazee pia wanahusika, wametajwa vijana kwa maana maalum, lakini wazee pia wanahusika. Man istata'a minkum liba'ata falyatazawwaj, yoyote katika nyinyi, yoyote miongoni mwenu atakayekuwa ana uwezo wa gharama za ndoa aoe. Fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj, kwa hakika mambo yalivyo, hiyo ndoa aghaddu lilbasar, inaikinga mno jicho. Hiyo ndoa inakinga mno jicho, kwa maana ndoa inazuia jicho kutoangalia mambo ya haramu. Wa ahsanu lilfarj, na hiyo ndoa inahifadhi tupu ya mwanaume. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim, akasema innal mar'ata tuqbilu fi surati shaytanin wa tudbiru fi surati shaytanin fa idha absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dhalika yurdu ma fi nafsihi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, hakika mwanamke anakuja kwa sura ya shaitani na anarudi kwa sura ya shaitani. Kwa maana kwamba mwanamke anakuja kwa wasifu ule wa shaitani, kwa sifa ile ya shaitani, ambayo kama unavyoona shaitani anafanya kazi ya kuwashawishi watu akawatoa katika njia ya sawa, ndivyo mwanamke anavyowashawishi wanaume akatingisha shahawa zao pale anapopita mbele yao. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatoa mwongozo kwamba fa idha absara ahadukum imra'atan, pindi mmoja wenu atakapomuona mwanamke barabarani alafu akaingiwa na kitu moyoni, falyati ahlahu, basi amwendee mkewe na akakidhi haja. Fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsi, kwa hakika hilo linarejesha kile ambacho kiko ndani ya moyo wake. Sasa mushkili unakuja kwa mtu ambaye hana mke, barobaro, hajaoa, anakwenda wapi? Akishaona hali kama hii na hana mke nyumbani, itakuwaje? Kwa hiyo tunagundua ndoa ni miongoni mwa mambo ambayo yanamkinga mtu na fitna hizi za wanawake. Na mnafahamu nyinyi kwamba dunia hii ya leo sio dunia ya zamani. Dunia hii ni dunia ya utandawazi. Dunia sasa hivi imeharibika, mambo hadharani, mke wa mtu hajulikani wala binti hajulikani. Mwanamke akitoka nyumbani kajipara, kajipamba, utafikiri kwamba ni siku ya harusi yake, kumbe anakwenda sokoni tu kununua nyanya. Hiyo ndio hali ya wengi katika wanawake wa kisasa. Na sisi tunaishi kwenye dunia hiyo, hatupo mbinguni, tupo humu, tuzunguka masokoni, mashambani, mitaani, na hawa wanawake huko tunakutana nao. Sasa hali hii, wewe huna mke, unafanyaje? Kwa vijana, oeni vijana. Dunia hii sio ile ya kina Ibn Abbas, ya kina Abu Huraira. Hii ni dunia nyingine sasa. Sio zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sio zama za maswahaba. Mambo yameharibika sasa. Oeni, mjihifadhi. Tena muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe
akupe mke mwema, tena akusanye baadhi ya sifa zako zile ambazo wewe zinakuchoma katika moyo kwa mwanamke. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe mwanamke aina hiyo ili upate utulivu. Hata akikusanya sifa zako 2 au 3 yatosha. Muda wa kuwa ni mcha Mungu, anajihifadhi, anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huwezi kumpata mwanamke kwenye dunia hii yule ambayo amekusanya sifa zako zote. Na hili lipo kwa baadhi ya fikra za vijana. Baadhi ya vijana wakikaa wakizungumza, utasikia mimi namtaka mwanamke awe hivi awe hivi awe hivi, lakini ukimsikiliza unajua kabisa mwanamke anayemtaka huyo hayupo duniani, kwa vile anavyomueleza. Na wala pia usijifanye ucha Mungu sana ukasema mimi nataka mwanamke aswali aende darasa basi inatosha, sina haja ya kumwangalia. Usifanye hivyo. Nenda kamtazame, uangalie kitu gani kinakuvuta kwake, kitu gani kinakushawishi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa anawaambia maswahaba zake. Siku hiyo anamwambia Mughira ibn Shu'ba, idhhab fanzur ilaiha, nenda kamtazame, uangalie kitu gani kinakushawishi kwake. Kwa lazima ufanye hivyo, usijitie ucha Mungu ukasema kwamba mimi akiswali akijihifadhi na kwenda darasa yatosha, hakuna haja ya kumwangalia. Utakuja kujilaumu, kwa sababu huenda ukazungumza maneno hayo kwa sababu umezidiwa, lakini baada ya miezi 3, miezi 4, mwaka, kila ukimtazama mkeo utajilaumu, kwa sababu itafikia mahala ukikaa naye kama vile umekaa na bibi yako barazani, wenyewe mwapiga story, unahisia naye, alafu utaanza kuwasumbua watu. Sasa mashehe, unajua mimi nimevumilia sana, lakini naona sasa hapa nilipofika nishafika mwisho, maana nitavunja haki za Allah na haki za mke, sasa bora niachane naye. Tayib, cha Mungu umeisha. Kwa hiyo lazima haya yachungwe. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akataja sababu ya watu kuwatazama wale ambao wanataka kuoa, kwamba hilo linajenga mapenzi baina yao na litawafanya wao wadumu muda mrefu katika ndoa, wasiachane, litakufanya usimwache kwa sababu utampenda. Na hapa nazungumza na wale ambao hawana kawaida ya kuacha ovyo, kwa sababu kuna baadhi ya watu wana tabia ya kuacha ovyo, onja wafunua panzia kila mwanamke. Una nini wewe? Wanawake wakai kwako, kwani kuacha dhambi? Kuacha ovyo ni tabia moja mbaya. Itafikia mahala masalafi watu kuozesha, afu utaanza kulalamika, usafi gani? Mimi nakwenda kuchumbia, wao hawanipi mke, kwa sababu acha ovyo.